Lakini jambo lingine, nafasi imebeba mamlaka. Adui anakuondoa kwenye nafasi yako kwa sababu nafasi ulionayo imebeba mamlaka. Ukisoma kwenye hicho kitabu cha Mwanzo sura ya 3, kabla ya Adamu kutolewa ndani ya bustani ya Edeni, alikuwa na mamlaka ya kula matunda yote. Ndivyo hivyo katika hali ya kawaida, ukiwa kwenye nafasi yako, unaweza kuishi maisha unayoyataka. Unaweza amua ule nini, uvae nini, utembee wapi, usafiri na usafiri gani. Lakini baada ya kutolewa kwenye nafasi, unaishi maisha kulingana na nafasi uliyopelekwa. Na ndio maana Biblia inasema baada ya Adamu na Hawa kutolewa ndani ya bustani ya Edeni, walianza kuishi kwa utaratibu. Maana ndani ya bustani walinyang'anywa mamlaka. Wakaondolewa ndani ya bustani. Hawakuwa na mamlaka kama waliokuwa nayo mwanzo. Leo Mungu akikurejesha kwenye nafasi yako, utakuwa na mamlaka juu ya maadui zako kwa jina la Yesu. Narudia, utakuwa na mamlaka juu ya maadui zako kwa jina la Yesu. Leo unaishi maisha ya kuteseka, unaishi maisha ya kudharaulika, unaishi maisha ya kuonewa, ati kwa sababu tu umeondolewa kwenye nafasi yako ya kuwa dada. Umeondolewa kwenye nafasi yako ya kuwa kaka. Umeondolewa kwenye nafasi yako ya kuwa kiongozi mkubwa, na hivyo hauna mamlaka. Haleluya. Amen. Simama juu. Kaa. Kwa nini? Hivyo ukiwa kwenye nafasi yako, kuna vitu hautatumia nguvu kuvifanya kwa sababu una mamlaka navyo. Leo hii au saa hii angesimama mtu kule nyuma akasema simama juu, kwanza nyote mngemgeukia hivi, mnamshangaa, huyu amechanganyikiwa ama vipi? Kwa nini? Kwa sababu hayuko kwenye nafasi. Nimekuambia usimame, ukasimama, na ukae, ukakaa kwa sababu ya nafasi nilionayo. Ndivyo vile ukiwa kwenye nafasi yako ya biashara, una uwezo wa kubuni vitu na ukafanya na ukapata faida. Ukiwa kwenye nafasi yako ya ufugaji, una uwezo wa kufuga na mifugo ikakuzalishia, na ukawa una uwezo wa kuuza kokote ambako unataka, na una uwezo wa kuita wateja kutoka sehemu yoyote na wakaja. Lakini leo watu wanateseka kwa sababu yuko mahali ambako si kwake, na kwa sababu mahali ulipo si kwako, unajikuta unatumia nguvu kuliko kawaida. Leo unafanya biashara hii inakufa, biashara hii inakufa, biashara hii inakufa. Unafanya biashara 10 ndani ya mwezi mmoja. Kwa nini? Kwa sababu sio mahali pako. Maana mahali popote ambako Mungu anakuweka, anakupa na maelekezo ya kutembea pale. Amen. Halo. Mungu akikuweka kwenye nafasi, anakupa na mbinu za kuitumikia ile nafasi. Anakupa na njia za kufanya kile alichokiweka ndani yako. Ndio vile kuna watu wana struggle kwenye ndoa kwa sababu adui amewaondoa kwenye ndoa sahihi, amewapeleka kwenye ndoa feki, na kwa sababu umepelekwa kwenye ndoa feki unafanya hivi. Leo kila mahali ambako adui alikupeleka anaenda kukuachia kwa jina la Yesu.